Mheshimiwa Mafue, jiandae Mheshimiwa Gulamari, Mheshimiwa Waitara. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, wanafunzi wa Yesu, wengine wanamuita Nabii Isa, walimuuliza, "Mwalimu, tufundishe kuomba." Akawaambia, "Mnaposali semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuze, ufalme wako uje, mapenzi yako yatumize, utupe leo." Maana yake ni nini? Unatambua, unasifia, alafu kisha ndo unapeleka hoja yako, utupe leo mkate, utupe leo riziki. Na mimi hivyo hivyo kama walivyofundisha wanafunzi wa Yesu nitaenda kwa staili hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, nampongeza sana na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya katika jimbo la Hai. Na hili juzi nilisema sio maneno yangu, nimetumwa na watu wa Hai na ninatenda haki kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais, na nina hakika tunaenda kumlipa Oktoba kura za kutosha. Lakini nimpongeze Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri tumefanya naye kazi kwa karibu sana. Mimi ni mjumbe wa kamati ya TAMISEMI. Ni waziri kwa kweli, wanaokuita mtu kazi, kweli wewe ni mtu kazi. Mimi nakupongeza kwa kazi unaoifanya. Mimi kule Hai tunakupongeza kwa sababu kuishia za serikali tu, hata za kijamii. Umekuja kwenye Harambee, kwenye usharika wa Ongo, juzi umekuja pale kwenye msikiti wa Kilashini, umeshirikiana na sisi, wewe na naibu waziri. Tunakupongeza na kukushukuru sana. Lakini niwapongeze manaibu waziri bingwa sana. Ndugu yangu Daktari Festo hapo na dada yangu Zainabu Katimba wanafanya kazi kubwa na nzuri sana. Lakini nimpongeze katibu mkuu Ndunguru, anafanya kazi nzuri na manaibu katibu wakuu. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, unikubalie niwapongeze pia waheshimiwa wakuu wa mikoa. Tumetembea karibu mikoa yote nchi hii, tumeona kazi kubwa wanaoifanya. Lakini wakuu wa mikoa watatanguliwa na mkuu wa mkoa bingwa kabisa Nurdin Babu, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, anatusimamia, anafanya ziara. Kwa kweli niseme Mheshimiwa Rais ametupa mkuu wa mkoa mzuri sana. Niwapongeze pia makatibu tawala wakitanguliwa na katibu tawala wa mkoa wa Kilimanjaro, namna ambavyo wanaratibu kazi zao. Lakini pia wakuu wa wilaya wakitanguliwa na ndugu yangu Hassan Bomboko, mkuu wa wilaya ya Hai, anafanya kazi nzuri. Nikiwa huku nina amani, yeye kule anaendelea na ziara, anamsemea rais, anamsemea mbunge. Makatibu tawala wakiongozwa na Suspita, katibu tawala wa wilaya Hai, pamoja na wakurugenzi wote. Hapa kwa wakurugenzi niseme kidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye kamati yetu tumekuwa wakali sana. Na tumekuwa wakali kwa wakurugenzi ili watekeleze majukumu yao. Na leo tunashangilia humu ndani, kila anayesimama anasema vituo vya afya vimejengwa, zahanati zimejengwa, mashule yamejengwa. Ni kwa sababu wakurugenzi hawa wapo. Leo ni wapongeze. Na nawapongeza wakurugenzi wote Tanzania kwa binafsi, sio kwa sababu ya taasisi zao, wao wenyewe. Tukumbuke wakurugenzi nao ni watu, na kwa kweli wanapokea maagizo kila mahali. Huku kuna mkuu wa mkoa, huku kuna mkuu wa wilaya, huku kuna mkurugenzi. Yaani kila mahali wanapigwa kama mpira wa kona. Lakini mwisho wa siku leo wameweza kutoa matokeo ambayo tunayazungumza. Na ninajua wakurugenzi wengi Tanzania ukifuatilia utakuta kama ana kisukari basi ana pressure. Kwa nini amepata magonjwa haya? Ni kwa sababu ya kuhangaika na matatizo ya wananchi. Kwa hiyo niwapongeze wakurugenzi wote Tanzania wakitangulia na Muinga, mkurugenzi wa wilaya Hai, kwa kazi kubwa wanaofanya. Ni pamoja na watendaji wote wa serikali, watendaji wa mitaa, watendaji wa kata na watendaji wote wa serikali. Na mwisho nampongeza sana mtendaji mkuu wa TARURA. Tumefanya naye kazi. Engineer Sefu kwa kweli ni mtu muungana, rahimu sana. Na ameambukiza hii tabia yake kwa watendaji wake mpaka ngazi ya mwisho. Mpaka kule kwangu Hai tuna engineer Kuya. Anafanya kazi mchana na usiku, anafanya kazi kubwa sana. Na hilo ni sambamba na kupongeza Samia Bond. Huu bunifu ambao Mheshimiwa Rais amekuja nao ni kitu kizuri sana. Na waziri ni kupongeze kwa kusimamia vizuri. Linaenda kuondoa changamoto na matatizo ya kandarasi nchini. Lakini nawapongeza Watanzania waliojitokeza. Kundi kubwa limejitokeza kuwekeza. Malengo yalikuwa ni bilioni 150, lakini imeshifti mpaka bilioni 300 na ushe. Haya ni mafanikio makubwa sana. Na kubwa, kuna kundi kubwa la wakandarasi wanawake wamejitokeza, wamechukua hisa kule, lakini wanafanya kazi. Niseme wakandarasi, changamkieni fedha hizi kwenye Samia Bond ili kuondoa matatizo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa sasa tuna fedha kwenye Samia Bond, lakini jana waziri wa fedha ameniambia pesa zimeenda. Na mimi nimekiri, jana fedha zimeingia kwa ajili ya ujenzi wa barabara kipande cha kuanzia
Narumu kwenda madaraja mawili. Mkandarasi ameshalipwa, ninawapongeza sana. Niombe sasa Mheshimiwa Waziri unisikilize vizuri. Tuna barabara ya Makoa kwenda Mferejini kilomita 18. Kipande cha kuanzia Narumu pale ndio hiki ambacho nimesema amelipwa jana. Lakini kuna kipande cha kuanzia Makoa kwenda kwa Mengi kwenye lile bonde. Kuna changamoto. Mheshimiwa Naibu Waziri ulitembelea pale, uliona eneo hili. Nikuombe Mheshimiwa Waziri, hebu hangaika na huyu mkandarasi ili kipande hiki kiweze kuendelea kujengwa. Hii barabara ni muhimu sana na ni barabara yetu ya kimkakati kwenye uchumi wetu. Tunayo barabara nyingine. Mheshimiwa Waziri, hii barabara ya Bomang'ombe Chekimaji TPC sio barabara ya Saashisha, sio barabara ya Hai. Hii ni barabara ya mkoa wa Kilimanjaro, na kwenye RCC waliipitisha kama barabara ya mkoa kwa sababu hii barabara ndio inatoka Bomang'ombe inaenda kutokea Moshi mjini. Kwenye daraja la Kikafu kitokea shida, hakuna njia nyingine. Kwa hiyo hii ni barabara pia ya kiusalama, na mkuu wa mkoa yuko hapo juu anajua hii ni barabara ya mkoa. Mmetupa kilomita 3.5 kati ya kilomita 25. Ni kuombe Mheshimiwa Waziri, ili wewe unaliweza, barabara nayoizungumza Bomang'ombe Chekimaji TPC kilomita 25. Mmetupa kilomita 3.5 tu, ni chache mno, na hii ni barabara ya mkoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, ziko barabara nyingine nitazitaja kwa haraka. Hizi Mheshimiwa Waziri weka kwenye begi lako, tembea nazo, ni barabara zetu za kimkakati. Barabara ya Sadala Jiweni, hapa nimeshaahidiwa, ni kilomita 36. Ile barabara ifike Jiweni ijengwe kwa kiwango cha lami na taa juu. Barabara ya Sadala Longoi na yenyewe. Lakini barabara ya Rundugai Tindigani, Mferejini kwa Tito, Mkalama Kikafuchini, Sonu Sawe Kikafuchini Miembeni, Somali Tindigani, Kawaya Kikuletwa, Shirinjoro Mijengweni. Hizi ni barabara zetu ambazo zikijengwa na zikapitika tutaweza kushiriki kuchangia kwenye pato la taifa. Na kushukuru sana. Tuna vivuko vingi. Lakini ninajua kule Matiku tayari kuna mkandarasi yuko site, Mkwarungo mkandarasi yuko site, Bonza mkandarasi yuko site, Sawe mkandarasi yuko site. Nikuombe tusaidie Marire, Kikafu, Weruweru na kule Makoo pamoja na KKT Geza viweze kujengwa. Eneo lingine ambalo nakuomba, shule chakavu. Nimekuletea andiko, shule 77. Nashukuru umeanza kutupa fedha, lakini bado ongeza spidi. Juzi hapa shule ya Mkwasaringe choo kimezama. Kwa sasa hivi tuko tunahangaika kuhamisha wanafunzi kwenda shule nyingine. Hii karne hii si jambo sawa. Na halmashauri ya wilaya Hai hata ukisema watumie fedha zao za mapato ya ndani, hawawezi. Halmashauri yetu imehangaika, shule zetu nyingi zimejengwa miaka ya nyuma. Kwa hiyo unakuta uharibifu ni mkubwa sana na uchakavu ni mkubwa sana. Kwa hiyo nikuombe mtupe fedha ya dharura kwenda kuokoa choo cha Mkwasaringe na vyoo vingine na shule ambazo zimeharibika. Lakini pia tumeleta maombi maalum kwa ajili ya ujenzi wa shule za sekondari, shule ya Sufi na Geza Ulole. Nikuombe hizi fedha zije kwa haraka. Na mwenyekiti, niseme eneo la posho la wenye viti wa vijiji, niombe naweka kwenye bajeti, lakini hakikisheni wenye viti wanapewa posho zao za madaraka. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuunga mkono hoja na nakushukuru sana. Asante.